Sasa Alex, nimeona kuna tamko limetoka na naona wanataka uwajibikaji sasa, kwa sababu wanasema Young Africans wanalalamikia mtoa jana tamko jana usiku wanalalamikia na wanataka uwajibikaji, wanashtumu bodi ya ligi, wanataka viongozi wale wa bodi ya ligi hawana imani nao tena. Wamemtaja CEO, wamemtaja pia na mwenyekiti wa bodi, na pia wamesisitiza kwamba hawatacheza mchezo mwingine wa dabi ya Kariakoo. Labda pengine wapewe tu pointi 3, maisha mengine yaendelee. Hili nalo msisitizo wao umekazia hapo. Msisitizo nafuu ambazo Young Africans wanaweza kuzipata ni zile pia tusiondoke. Ni zile zilizoainishwa kwenye kanuni. Kwamba kama Young Africans wameathirika na kile kitendo cha kuahirisha kwa mechi na kwamba ile mechi haipaswi iahirishwe na wao walipeleka timu, wana uwezo wa kupeleka madai ya kuziomba zile point 3 kwa kuwa mpinzani wao hakutokea, na kwamba tendo la kuahirishwa kwa mechi ile lilikuwa kinyume cha sheria. Nafuu hiyo inaweza ikasikilizwa. Lakini pia nafuu nyingine inayoweza pia kusikilizwa ni fidia, kwamba waliingia katika maandalizi ambayo yaliwaingiza katika gharama ya kifedha na pengine hata gharama ya kihisia, kwa sababu kwenye sheria kuna kitu ambacho watu wanasema general damages. Sio kile ambacho ni lazima uthibitishe moja kwa moja, fidia ya kihisia namna ambavyo ulivyoathirika. Lakini kingine ambacho pengine ni shauri linaloweza kusikilizika ni kwamba bodi ya ligi ndicho chombo cha mwisho cha juu katika uendeshaji wa ligi. Kwa hiyo maamuzi yake kwa mujibu wa katiba ya bodi ya ligi yenyewe na katiba ya TFF, kwamba hawa wamejisubject kwa CAS kama chombo ambacho kinafanya maamuzi ya masuala yanayohusiana na mpira. Kwa hiyo si ajabu na sio kitu kigeni, kitakuwa kitu kigeni kwa Young Africa kwa namna ambavyo wameathiriwa wakalipeleka shauri CAS dhidi ya maamuzi ya chombo cha namna hiyo. Sports Arena.